Kwa jina naitwa Sada Alfani, ni mfanyakazi wa Rec Energy kama mnavyoona. Sisi kama vurugu za tarehe 29 kwa namna gani tumewaathiri kama wafanyakazi? Sisi kama wafanyakazi tumeathirika kwa sababu kama hivi mnavyoona pampu hizi zimeng'olewa na mpaka sasa hivi tuko tu nyumbani, hatujui tunarudi kazini lini. Mpaka sasa hivi hatujui hatima yetu ni lini ya kurudi kazini. Kwa sababu yale maandamano yamefanya mambo makubwa sana mpaka sasa hivi hatuna nini yote ya kurudi kwamba tunajua tunarudi kazini. Kumekuwa na dhana kwamba watu waliharibu vituo vya Rec sababu inamilikana na wanasiasa wa serikali. Hili ni kwaje? Sio kweli. Kwa upande wangu mimi ninavyofahamu na tunavyofahamu kwa sisi wafanyakazi, sisi bosi wetu tunamjua na ni Mtanzania mwenzetu na hahusiki kabisa na mambo ya siasa. Wito wako sasa kwa wanajamii au vijana ambao wamekuwa na hiyo dhana kwamba tunaharibu sababu ABC? Kwa mimi ninaona kama ni vitu ambavyo potofu, kwa sababu ni vitu vilivyofanya ni sisi wenyewe wa Tanzania kwa Tanzania ambao tulishazoea amani. Kama bosi wetu ni Mtanzania ambaye amejikwamua yeye kama yeye kutusaidia sisi wafanyakazi. Bosi wetu aliweza, ametukwamua yeye kama yeye kutengeneza vituo kwa ajili ya kutupatia sisi riziki. Ushaniona vizuri. Leo hii wameenda kufanya mambo ya ajabu wa Tanzania, tena kinachoumiza zaidi, Watanzania wenzake ndo wamemrudisha nyuma. Umeshanielewa vizuri? Watanzania wenzake ndo wameandamana kufanya mambo ya ajabu, wamemrudisha nyuma kimaendeleo. Kwa hiyo kwa sisi kwa Tanzania tumeathirika kwa sababu mpaka sasa hivi takriban vituo 38 havifanyi kazi. Na katika vituo hivyo 38 kuna wafanyakazi zaidi ya wafanyakazi 300 ambao wameathirika. Tuko nyumbani mpaka sasa hivi hatujui hatima yetu ni nini na hatujui tunarudi kazini ni lini. Na sisi ambao tuna familia, tulikuwa tunategemea hii kazi, tuna majukumu, tunasomesha watoto wetu, tunalipa kodi, tumejikwamua kiuchumi, tumetoka katika maisha ya uchokolaa. Tulikuwa tunajivunia Tanzania yetu, tunajivunia bosi wetu aliweza kwamba amejikwamua kiuchumi, kutupambania sisi vijana, tupo kazini na tunafanya kazi. Mimi kama Mtanzania naumia, tena naumia sana. Nimejisikia vibaya. Kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini? Yaani nimeumia sana kama Mtanzania. Sijapenda hata kidogo. Watanzania wenyewe tupendane. Yaani mimi sina hata la kusema. Naumia sana.